Naam, karibu Jumatano nyingine kwenye Wednesday Night Live. Kumbuka hiki ni kipindi pekee ambacho kinakuletea mtaalam kuhusiana na matukio mengine ambayo yanatokea kimichezo kwa maana ya mpira wa miguu, lakini pia kuna basket na michezo mingine yote ambayo inaendelea kutokea katika mitaa tofauti tofauti ya kimichezo. Naam, leo tutakumbuka kwamba michuano ile ya club bingwa ama michuano ya club bingwa barani Afrika inaendelea, CAF Confederation CAF Confederation Cup, lakini pia ile michuano ya CAF Champions League. Kwa maana hiyo michuano ndio inahusisha hata club zetu kubwa za hapa Tanzania, na leo kipekee kabisa baada ya mchezo wa duru ya kwanza ule wa michezo ya awali ile ambayo inaendelea kule Malawi, tunajua kwamba Young Africans walirejea nyumbani, wako nyumbani na wanajiandaa na mchezo wa pili. Mchezo huu utaushuhudia kupitia channel zetu za Azam TV, lakini pia nikukumbushe kwamba kupitia Azam TV Max kiganjani kwako pia unaweza kaitazama michezo hii ukiwa hapa Tanzania, lakini na maeneo yote ambayo Azam TV tupo, kwa maana Kenya, Uganda na maeneo mengine tofauti tofauti. Na kwa kipekee kabisa katika meza ya leo kwenye Wednesday Night Live tuko na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans ama Yanga maarufu hivyo, anafahamika kama Ali Shaban Kamwe, lakini mimi napenda kumuita jina ambalo analipenda la mwenyekiti wa wasemaji. Karibu sana Ali Kamwe. Sasa nimepanda cheo sasa hivi. Sasa hivi nimekuwa semaji la FIFA. Nilikuwa nimesahau. Uko sawa? Nimesogea. Umenikumbusha. Nimesogea ule mwenyekiti wa Afrika ule nimeuacha immediately tu baada ya rais wetu wa Young African Sports Club, Engineer Hersi Ali Said, kwenda kule FIFA kama mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu. Automatic najua Tanzania na Afrika kwa ujumla itahitaji kupata habari ya nini kinaendelea huko FIFA. Sasa automatic mimi niko pale. Nitakuwa nawapa habari wa Tanzania na wana Afrika tumejadiliwa vipi huko FIFA. Kwa hiyo hili halihitaji mjadala na halina vipengele. Ni either wanataka, ni either wataki, ndio lishakuwa. Sasa hapa hapo kwenye majina mengi ambayo uko nayo, kuna jina ambalo tumelizoea, mwenyekiti wa wasemaji, kwa maana ilikuwa ni wasemaji wa ndani ikawa wasemaji wa CAF, na sasa tunaweza kukuita mwenyekiti wa wasemaji wa FIFA. Sasa huko bado. Sababu kule sasa tunajumuika watu wengi. Kule nimeenda tu nawakilisha zoni ya Afrika. Msemaji la FIFA kwenye zoni hii ya Afrika. Najua wataka kujua kule nini kimeendelea na nini. Unajua hata hii ACA. Hii ACA sasa hivi wapo ndio kwenye mpango wa kuanza kuajiri baadhi ya watendaji. Ndio. Shapatikana pale mtendaji mkuu, wanatafuta sasa hivi wanasajili vilabu na wanaajiri watendaji. Kama kuna mtu amewafanya wa Tanzania wakajua zaidi kuhusu ACA ni mimi. Kwa sababu nilikuwa nipo karibu na mwenyekiti kwa maana ya engineer. Kwa hiyo tunapozungumza na kuwa na mshauri, hii inabidi watu wafahamu. Ndio. Hili ni muhimu watu wakafahamu. Nimekuwa naona maandiko mengi ukiandika kuhusiana na ACA. Na kwa kipekee unadhani bado watu pengine hawafahamu kuhusiana na mabadiliko makubwa ambayo ACA wameyafanya mpaka hivi sasa, na kama kwa faida tu ya mtazamaji, ACA ni umoja wa vilabu barani wa klabu ama Afrika. Kwa hiyo na umoja huu unaongozwa na Hersi Said, engineer, rais wa klabu ya Yanga ambao ndo anitumikia Ali Shaban Kamwe. Na tulikuwa tunauliza tu kuhusiana na hapo kwenye ACA. Hivi mpaka sasa ni faida kiasi gani ambazo klabu zetu zimepata mpaka sasa kupitia ACA kwa hii miaka michache tu ambayo tangu imeanzishwa? Ni kipindi cha miaka miwili kutokea 2023 mpaka sasa hivi 2025 Disemba, na hii tukifika Disemba manake ndio kipindi cha miaka miwili kimetamatika. Faida ambazo vilabu vimepata ni nyingi. Ni nyingi sana. Lakini unapima wingi wake kwa sababu zilikuwa hazipo. Na chama hiki kilikuwa hakipo, ndio kimeanza. Na mtu anaweza kukwambia nyingi kwa kufananisha na nini? Zilikuwa hamna. Wewe kwa mfano sasa hivi mtu anayeongoza CAF, let's say rais wa CAF Patrice Motsepe, ndio? Akiwa anazungumza mafanikio ya uongozi wake,
kuna comparison ya kina Hisa haya tu huko nyuma ambao tutamuuliza hii ilikuwaje. Sio naelewa vizuri. Lakini Engineer ndio chama kipya kina miaka 2. Kwa hiyo anaanza na foundation kwanza. Yaani anaanza ni kama ni nyumba mpewa kiwanja, sasa unaanza na msingi, utafuta sura unaanza kwenda juu. Kwa hiyo kwa hatua ya mafanikio mpaka sasa hivi, moja katika mambo ambayo yanaonekana dhahiri ni kiasi cha fedha ambacho CAF wamekipitisha kukitoa kwa vilabu vinavyoshiriki hatua za awali za CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Huko nyuma ilikuwa hamna. Lakini hata kipindi cha miaka 2, mwaka wa kwanza ilikuwa ni $50,000 kwa hatua zote mbili. Mwaka huu wa pili ni $100,000. Yaani ukicheza hatua ya kwanza na hatua ya pili $100,000. Hivi tunavyozungumza klabu za Tanzania zote zimeshapata $100,000. Maana yake ni zaidi tayari wapo. Yes, Singida, Azam, na Simba na Yanga wenyewe. Na Yanga wenyewe. Ni zaidi ya milioni 200 hiyo share unaizungumza. Unaipata ya maandalizi. Na hiyo sasa nikwambie share ndio imeongoza, watu wanaweza kusema ugumu, lakini imeongeza mvuto wa hatua za awali kwenye CAF Champions League. Kwa sababu sasa hivi watu wako fresh financial. Unacheza na mtu yuko fresh. Imagine milioni 200 mtu anawaambia wachezaji mkiwaweka hawa kwenye 200 nyinyi mna 120 ya kwenu hapa. Zamani ilikuwa hamna. Zamani klabu ukicheza mechi, kwa mfano umecheza mechi Malawi, si ndio? Unaikuta ile timu ya Malawi wakati nyinyi mnakwenda yenyewe nafikiria anatoa wapi hela kusafiri kuja kwenye mechi ya marudiano. Sasa kwa host nini itakuwaje? Unaelewa? Kwa mara nyingi kama unakumbuka miaka ya nyuma hapa tulikuwa tunapiga mbungi 2 Dar es Salaam. Fuatilia, kupiga mbungi 2 ya kwanza na ya marudiano, unapiga hapa Dar es Salaam na maizana nao. Lakini sasa hii financial wako vizuri, ni faida ya kwanza. Faida ya pili ni faida ya kikanuni sasa, namna ambavyo ya kuendesha haya mashindano. Sasa hivi ukiangalia haya mashindano wanaangalia kwanza zone na jiografia ya hizo nchi zilivyo. It's very rare kukuta hatua ya awali timu kutoka hii zone yetu ya Sekafa. Very rare, inaweza kutokea, lakini ni very rare timu ya Sekafa ikaenda kucheza ukanda wa kaskazini kwenye hatua ile ya awali. Ni ngumu sana kuikuta hiyo. Imesaidia sasa hivi tunavyozungumza, imesaidia. Kwa mfano Azam wanacheza na KMKM. Si ndio? Wanawania kwenda group stage ya Confederation. Automatic kuna timu moja ya ukanda wa Sekafa itacheza hatua ya makundi. Kwa kitendo cha Azam kucheza na KMKM. Automatic kuna timu moja itacheza pale. Lakini Burundi anacheza na Singida. Ni zoni yetu hiyo. Ndio. Kuna timu moja ya ukanda wetu ina uhakika itaingia kwenye group stage. Ni tofauti zamani shekhe, unatumiwa huko Al Ahly, unatumiwa huko Esperance de Tunis, unatumiwa Etoile du Sahel. Mnakuta kwenye hatua za awali zoni ya Sekafa wote mnaenda kucheza mnapochezaga huko. Wote mmetolewa. Lakini sasa hivi angalau tunajitumua kwamba kuna timu za ukanda wetu zitaingia. Ndio. Na hiyo ina reflect sasa hivi unaona sisi Tanzania tunacheza na majirani zetu hapa. Kiangalia hatuendi mbali sana kijiografia, tunacheza hapa. Yako masaa yametengwa pale timu kusafiri. Ikizidi hayo utakiwa kucheza hiyo mechi. Pangiwe mpinzani mwingine. Kwa hiyo ukiangalia tunacheza katika mazingira yetu haya ambayo ni rafiki, na kama sio Sekafa kwa Sekafa ni Sekafa labda kwa Kosafa. Ni mule tu, tunazunguka pale pale. Kwa hiyo ni faida hiyo nyingine. Ali, kwa mtazamo wako, najua pia una jicho hilo la kungamua haya mambo. Unadhani tukifanya hivi kwa mtindo huu wa tunacheza kwenye zoni zetu itatoa ushindani wa kutosha kwa timu zetu hizi? Yes. Namba moja, before kwenda kwenye competition, namba moja ACA ambacho walikitazama na wakiwasilisha kwa CAF, mpira unatakiwa utambae shekhe. Yaani there's no way group stage ambako ndio mpira wa Afrika ngazi ya vilabu unaanza kuonekana, alafu kuna zoni moja haipo kabisa. Toka tuuze mpira, yani tufike kwenye groups tuuze mpira, tuone kanda ya Wafu, tuone kanda ya Sekafa, tuone kanda ya Kosafa, tuone kanda ile ya UNAF zinakuja pale kwenye kilele pale. Then tutakuja kwenye competition. Ndio maana kwenye competition tumeanza mimi leo kujisogeza, nishajiweka ACA. ACA wameanza kutoa fedha kwenye hatua za awali. Wakiamini klabu ikiwa vizuri na uhakika kwenye hatua za awali inaweza kuwa hata stable kusajili mchezaji mzuri. Ukishakuwa na uhakika kupata milioni 100, let's say $50,000 kwa kwanza. Kwa nchi zetu hizi milioni 100 maana yake unaweza kufanya usajili mzuri. Kufanya mambo mazuri. Fanya mengi mazuri. Ukiwa na milioni 200
unaweza kufanya mazuri zaidi kwenye hatua za awali kuliko wewe unasikilizia kwenda kwenye group stage ndio uanze kuvuta kile kibunda. Na hata club zetu ukiangalia miaka ya nyuma tulikuwa tuna struggle hapo. Unakwenda hatua ya makundi, alafu unaambiwa hela yako utaipata mwisho, yaani ukishatolewa. Umeelewa? Lakini sasa hivi hichi kibunda ninavyozungumza hapa, vibunda vishaingia $1 100 hivi. Vishaingia yani. Yaani tunafanya maandalizi, vibunda vipo vinapumua kwenye benki. Nilisikia pia hata makamu wa rais wa kwanza wa Azam FC. Hivi Azam wana makamu wa rais wa kwanza na wa pili. Na wa pili. Ndio maana ameshua kuna msemaji wa kwanza na msemaji wa pili. Na wamejitahidi, wana muundo. Azam wana kamundo. Namzungumzia Abdulkarim Popat alizungumza pia akasema kwamba tayari sisi mzigo tumeupokea. Na hii ni effect ya ACA yes. Kwa kila ambacho amekifanya. Tuende kwenye faida ya tatu. Ulisema faida ya tatu ilikuwa ni kikanuni tena. Ndio. Zamani ilikuwa mchezaji Abu, si ndio? Umecheza Yanga. Yanga imetolewa hatua ya awali. Abu ruhusi kutumika tena kwa msimu huo kwenye klabu nyingine hata kama ukusajiliwa Januari. Umeelewa ilikuwa mchezaji akishacheza timu fulani akaonekana kwenye mashindano haya. Wewe ucheze tena. Yaani wewe dirisha dogo lile ukitaka kusajiliwa timu nyingine wanakutumia kwenye ligi tu. Michuano ya kafu ushiriki tena. Sasa ACA umekwenda umejenga hoja na hoja zimeeleweka. Tunavyozungumza sasa hivi hapa mchezaji anayecheza kwa mfano huyu mchezaji ambaye sasa hivi anatrend Tanzania huyu. Ndio Uchizi nani huyu? Mimi namsikia tu Uchizi. Huyu Uchizi huyu wa Silva. Si ndio bwana? Ndio. Tutakuja kwa Uchizi. Anaweza kutolewa na Yanga. Akasajiliwa na Singida Black Stars na akacheza makundi ya CAF Confederation. Kwa sasa hivi kwa sheria za sasa hivi. Sasa hiyo ni sheria ambayo direct inakwenda kuwanufaisha vilabu. Ilikuwa una spend hela nyingi Januari, lakini huwezi kumtumia mchezaji kwenye mashindano ya kimataifa. Unamtumia tu ndani. Sasa hivi unaweza kuspend na akanufaika. Kwa hiyo ACA lilikuwa nawaambia mtu tafsiri yake rahisi tu. Ukishindwa kusema umoja wa vilabu, sema ni sauti ya vilabu. Kwa sababu kwa sababu wanaingia kwenye mkutano wa Excom kwa nafasi ya mwenyekiti wa ACA, maana yake kuna uwakilishi wa vilabu kwenye mkutano mkubwa unaojadili maendeleo ya mpira ambao ndio CAF unafanyika. Wakijadiliana yote wanarudi. Kwa sababu zamani ilikuwa ni viongozi wa federation, angalia viongozi wa federation plus viongozi wa TFF wanachaguliwa. Ndio wanaunda hao Excom members ya CAF. Viongozi wa federation interest yao ni nini? National team. There's no way kiongozi wa federation akaenda kwenye mkutano wa CAF akawa na interest ya vilabu. Ya kwanza itakuwa ni timu ya taifa. Ndio. Timu ya taifa ya vijana, timu ya taifa ya wanawake. Alafu ya 4 ni vilabu vyangu kule nyumbani. Lakini sasa hivi kuna mtu wa vilabu anazungumza, tunafungua kikao tu. Bwana wewe nani? Mimi naitwa Engineer Said na tunawakilisha vilabu hapa. Bwana kuna nani? Juzi amesema rais pale kama ulisikia vizuri. Wamepeleka tena hoja wachezaji wanaoitwa kwenye timu za taifa, vilabu vilipwe. Unaona maana yake? Sasa hivi ukisikia player 7 wa Yanga wameitwa timu za taifa, maana yake kuna budget Yanga inabidi wapewe kwa wachezaji wao. Kwa sababu wao ni waajiriwa. Ni kweli. Ni waajiriwa wa vilabu, yani national teams zinawachukua kwa sababu ya uzalendo kuwakilisha, lakini 100% hata wameajiriwa. Na kuna wale ambao pia wanaumia ukiwa kwenye mazoezi ya timu za taifa. Anaingiza hasara pia kwenye vilabu. Unampeleka mchezaji mshahara mkubwa unamlipa, anakwenda national team kapata majeraha. National team wanachokifanya wao cha kwanza tu ni kutoa press release. Tumemtoa Alikamwe kawa replace na Masudi Lihenye. Shughuli inaisha hapo. Masudi Lihenye anakuja kambini, wewe muuliza kwenye klabu. Unaenda kupambana na tiba. Kwa sasa hivi hizi ni faida ambazo ACA imezileta. Na mimi nimpongeze engineer, nimpongeze na viongozi wengine wa ACA. Mafanikio haya yamekwenda sambamba na muundo pia wa taasisi yao. Unajua kwa watu wengine chama kipi wangesubiri yani foundation itoke, tupate ofisi, kuna CEO, kuna mkurugenzi wa fedha, kuna mkurugenzi wa mashindano, yani kuna watu wote ofisi itimie alafu ndo waanze kufanya kazi. Hawa wameanza kufanya kazi kwenye bodi yao ACA wakati mpango mingine ikiendelea. That's why shekhe, hata hicho cheo kilichokuja cha engineer cha FIFA cha kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu duniani. Huku si mwenyekiti wa ACA. Si anawakilisha vilabu. Automatic FIFA wakitaka opinion za vilabu barani Afrika. Sasa hivi wanajua kuna chama cha vilabu.
ambako hapa tutapata opinion zote. Ndio maana imekuwa rahisi yeye kupenetrate kwenda FIFA. Na kwa maana hiyo pia hata kwenye ile kamati ya mashindano ya FIFA ni rahisi pia hata kwenye kutoa mifano. Atakuwa anatoa mfano kwamba kwa mfano kupitia chama chetu cha yes. Tayari wameingia. Yes. Unajua ile kamati Afrika tayari zimeingia kwenye uso wa FIFA. Naam. Logical ile kamati inakwenda kujadili mashindano ya vilabu duniani. Ndio. Kuna vilabu vya Ulaya, kuna vilabu vya Amerika, vilabu vya Australia huko sijui wapi, viko vingi, kuna Afrika. Kwa hiyo tunapokwenda kujadili program nzima za vilabu zihusishe maendeleo, ushindani katika level yoyote ya mjadala. Tayari Afrika tuna sauti yetu pale. Bwana, hii UEFA mnafanyaga vipi? Huenda tukatoa maoni au tukajifunza katika ile. Sio unaelewa ile panel ikikaa UEFA wakiwa kwa mfano shehe. Juzi nimefuatilia mkutano wa European Football Club. Sasa hivi inaitwa EFA, EFC, European Football Club. Zamani ilikuwa inaitwa European Club Association. Kama ESA Kenya ya Ulaya. Ya Ulaya. Inaongozwa na transformation na rais wa PSG. Yes. Nimeangalia kwenye mkutano wao wa mwaka idadi ya fedha ambayo yani jamani kama wao wanarani mpira wa Ulaya. Huku bado mpira wa Afrika upo chini ya CAF. Lakini Europe wale chama cha vilabu cha Ulaya wao kama wanarani kwa sababu they discuss each and everything. UEFA mnapata kiasi fulani kwenye sponsorship ya televisheni. Inaendaga wapi? UEFA mnapata kiasi fulani cha matangazo. Let's say kampuni fulani imedhamini. How club ina benefit. Tena wanakutajia club ndogo ambayo inacheza hatua ya awali ya UEFA Champions League. Hawa young boys kutoka huko sijui Australia, how are they going to benefit? Wamecheza hapa juzi ni Kairat juzi. Sasa unakuta kwenye discussion kwenye ile figure pale tutakuonyesha baadaye. Kile chama kinapata hela nyingi kwenye mgao wa mwaka wa mpira pale sijui UEFA kinapata hela nyingi wao kwa sababu wanasema sisi vilabu ndio stakeholders wakubwa mpira. Wachezaji wote ambao wanacheza mpira wako chini yetu sisi ndio tunawaajiri. Wakija kwenye Euro ni sisi tumewatuma. Sisi vilabu tutacheza, tunafanya UEFA Champions League iwepo. Ndio. Kwa sisi tuwe beneficiary wa kwanza. Sahihi kabisa. Sasa kwa na mimi tutafika huko pia siku moja inshallah. Kabla hatujaenda kunywa maji kidogo. Nitaka nifahamu kwanza faida ambazo kama taasisi kwa maana ya Yanga Sports Club ama Young Africans mnazipata sasa kwa hiki ambacho rais wa club Hersi Said yupo kwenye kamati ya mashindano FIFA, lakini pia ni mwenyekiti wa chama kikubwa kabisa cha klabu Afrika. Na sasa hivi vyote hivi ambavyo Engineer Hersi yupo huko kwa maana kimataifa kuwakilisha, nyie kama taasisi mnafaidika vipi kwa maana Young Africans? Unajua faida za Yanga direct ile moja kwa moja. Labda useme ni exposure. Tuna rais ambaye anapata exposure, anakwenda kwenye mikutano mikubwa. Ile yani sisi tu Yanga kupata. Labda ni experience, unaelewa? Lakini faida za direct zinatugusa wote. Zinatugusa wote. Kweli faida zipo. Zipo lakini zinatugusa wote. Ila zile za indirect sisi peke yetu. Ndio kama hivyo labda exposure. Labda tukifika mahala kwenye utambulisho watasema huyu ni rais wa Yanga ambaye ni mwenyekiti wa ACA lakini pia ni president wa club ya Young Africa. Faida zipo. Sawa. Ni Ali Kamwe bado tuko naye hapa kwenye Wednesday Nights Live. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea pia tutaendelea mengine ambayo tumekuandalia hapa. Tunao mengi kweli kweli. Tumerejea tena. Hii ni Wednesday Night Live. Huko nami Abu Yusuf, niko na Ali Kamwe. Huyu ni meneja wa habari na mawasiliano wa club ya Young Africans kwa maana ya Yanga maarufu hivyo. Ali, tuliishia kwenye ACA na sasa tuhame sasa. Tunajua kwamba mmerejea kutoka Malawi weekend iliyopita
hapakuwa na matokeo mazuri kwa upande wa Young Africans, kwa maana kupoteza mchezo dhidi ya Silver Strikers, ikiwa ni 1-0. Mchezo kwa mgumu bila shaka, na wewe kama mchambuzi nitakuuliza kuhusiana na mchezo, lakini najua utakwepa vipi maeneo jinsi ya kuyazungumza, lakini kubwa zaidi nilikuwa nataka nijue kwamba Yanga mmepanga kuwafanya nini Silver Strikers Jumamosi hii. Kuna vitu vingine nikivisimulia hapa shekhe, sasa nikatoka nje mkakutana na askari wanisubiri hapo. Wewe unatishia maisha ya watu wewe. Sisi bwana tumepanga kufuzu kwenda hatua ya makundi ya CAF Champions League season hii. Hatuna dhamira nyingine zaidi ya hiyo. Na kikwazo mbele yetu ni Silver Striker. Na tunapozungumza sasa hivi hapa, uzani ulikuwa 50-50 kabla ya mechi ya Malawi. Sasa hivi uzani ni 70-30. Yaani yeye ameshapata faida ya kupata goli moja. Kwa hiyo yupo kwenye 70. Sisi tupo kwenye 30 kwa sababu tupo kwenye hasara ya kuconcede goli moja. Kwa hiyo tuna mlima wa kupanda. Ni mlima mrefu, lakini ukifikiria Young Africans unapata hope kwamba Yanga wanaupanda mlima na watafika kileleni vizuri tu. Sasa dhamira yetu kubwa ni hiyo. Twende hatua ya makundi. Ukiangalia taasisi Young Africans Sports Club, na ndio maana imekuwa big stories Yanga kupoteza mchezo wa kwanza. Mimi kila kitu nakitazama kwenye upande positive na upande negative. Upande positive wa hii mijadala ni watu wameshakuwa na imani kwamba Yanga sasa hivi ipo kwenye level za kutokupoteza mchezo wa away. Yanga ipo kwenye level ambazo inatakiwa iwe group stage. Very positive kwangu mimi. Sisi kabla ya 2023 tulikuwa na miaka 25 Yanga yacheza hatua makundi. Miaka 25. Hiyo nazungumza 2023 she. Tulikuwa tuna historia mbaya kutokucheza hatua. Sisi tumecheza hatua makundi mara ya kwanza baada ya kumfunga El Merreikh ya Sudan. Na tumekwenda mpaka hatua robo finali. For the first time. Baada ya miaka miwili mbele, demand ya Yanga imeonekana lazima iwe makundi. Hiyo ni achievement kubwa kwa taasisi. Hiyo watu kuamini tu kwamba Yanga atakuwa iwe makundi ni achievement kubwa, na uongozi lazima tujivunie kwamba kuna kazi tumeifanya mpaka watu wanaamini. Number 2, quality ya wachezaji wetu imetubebesha pia sasa demand nyingine kubwa. Kama sisi tunatakiwa tushinde uwanja wowote ule Afrika. Quality ya timu yetu kwamba tunatakiwa tushinde uwanja wote. Tukifungwa tu tatizo. Katikati hapa palikuwa pana dhana inajengea kwamba tukimfunga mtu sisi ni kibonde. Akifungwa na wengine wako vizuri. Ila akifungwa na Yanga huyo mtu ni kibonde. Mechi zote za Yanga msimu, yani msimu kuna viagenda fulani na vitazama, nitakuja kukuelezea vizuri baadaye. Sisi tumemfunga Wiliti ya Angola. Club namba 2 kwa ukubwa Angola. Taifa la kimpira, chuma 3 nyumbani kwake. Discussion ilikuwa nini? Yanga wacheze vizuri. Balakonte mbona anzi? Kuwa vipi na yeye? Yaani discussions zikawa nje ya dakika 90. Juzi wa timu ya Tanzania hapa imeifunga timu inaitwa Usingizi. Hiyo timu inaonekana kama Barcelona yani. Hatari. Timu inaitwa Usingizi Football Club. Yani baada ya mpira wameenda kulala. Lakini discussion ya watu, bwana Barcelona pasi imetembea. Quality yetu shekhe imetengeneza demand. Kwa hiyo mimi niko very positive na mijadala. Kwa hiyo sasa hivi dhamira yetu sisi twende makundi, tukate kile kiu cha watu, twende hatua ya makundi. Watu wanaona deserve kwenda hatua ya makundi. Let's fight for it. Twendeni hatua ya makundi. Kitu ambacho kama timu tayari mmeshakitengeneza kwamba hii ni lazima tuwe hapa. Yaani ni lazima Young Africans wawe makundi. Ni kitu ambacho mmekitengeneza tayari pia. Unajua kuna interview alifanya rais wetu wakati msimu unaanza. Akawaambia Watanzania na mashabiki wa Yanga, lengo la kwanza la Yanga msimu ni kucheza group stage. Watu wakaibuka group stage Yanga hii. Yanga imecheza nusu finali, tugea malengo makubwa. Lakini tulikwenda na uhalisia. We have to aim kwanza hapa. Alafu to aim hatua nyingine baadaye. Hatua nyingine. Aim ya sasa ni group stage.
Hii sasa tusiipe excuse. Let's fight for it. Tumeangusha uwezekano wa kufuzu kirahisi kwenye mchezo wa kwanza. Lakini tuna nafasi ya kurekebisha. Ndio kama mimi niko very positive. Sasa hivi angalia mijadala ya Tanzania ambao hii nayo kaka yangu Ndimbo naye pale TFF. Ingekuwa ni mtu wa kujitutumua naye angejitutumua. Kitendo cha timu za Tanzania 4 kwenda away kwa wakati mmoja na watu wakawa wanapambana kushinda, mtu ukifungwa unaona aibu, ni mafanikio pia kwa Tanzania. Zamani shehe ilikuwa ukienda away ukipigwa 2 wewe shujaa. Tufungwa chache tuje tupindue kwetu. Ukienda kupata sare na airport unapokelewa. Ni mafanikio makubwa ambayo pia makubwa ya kimpira pia kwa Tanzania kwamba tunaweza kupeleka timu 4 nje ya away zikatakiwa kushinda. Ukifungwa tu unaonekana wewe umefeli. Sasa kwenye nafasi yako ya usemaji ama ukiwa kama meneja wa habari, tuambie sasa inapotokea sasa kabla ya mechi, kwa mfano mechi hiyo ambayo imepita weekend iliyopita, kabla ya mechi najua unapata nafasi ya kuzungumza na mmoja kati ya wawakilishi wa benchi la ufundi ama ni kocha ama yoyote yule. Mnapokuwa mnazungumza baada ya mechi kama hiyo ya juzi, mara nyingi mazungumzo yenu huwa ni yapi mpaka unakuja kuwaambia wanachama na mashabiki wa klabu? Ngoja nikupe kidogo experience ndogo ya pale Malawi. Mechi imekwisha, tumerudi dressing. Kama dakika 2 mpaka 3 hivi. Kila mtu kama akamepigwa na butwa. Normally ukienda dressing players wanaanza kujiandaa kwenda kuoga na nini, kubadilisha nguo na nini, afu wanamsikiza kocha, tunaondoka. Kama dakika 2 au 3 kila mtu amekaa hivi. Hamna anayemsemesha mwenzake. Mpaka viongozi tunaingia pale dressing, kila mtu kama kapigwa na butwa. Alikuwa kocha wetu Roman Folz. Sikuwa na vipimo, lakini distance aliyotumia kutembea kwenda kurudi uenda ni hapa Azam Media labda na wapi Kibaa, ukiunga tap watu hawasemeshani. Tukaingia pale viongozi kuingia pale, tumeingia na rais wa club, maana yake tumeingia na kiongozi mkubwa, sisi inabidi tutulie. Naye akaenda kuchukua position yake, ametulia. Tukawa tumekaa pale. Kocha akaanzisha. Katoa pale duku lake, kamaliza. Rais wa klabu akasimama. Hiyo clip ipo, tumerekodi, tutakuja kuiachia wakati fulani. Akasema, akauliza wachezaji, shida nini? Yaani shida ni nini? Akasimama mchezaji Max Nzengeli. Akasimama wa kwanza. Maka alimpoint, akauliza, "Wewe vipi?" Max akasema hapa, akaanza kutoa maelezo yake. Bwana, unajua president imetokea na nini, players tunahisi tuko na wajibu wa kujibu hili jambo, we need to fight, tuko na nafasi ya kushinda leo, lakini akaambia hilo sio jibu la swali langu. Nimeuliza shida ni nini? Yaani nini kinatokea yani? Quality yote mliokuwa nayo kwenye hiki chumba. Kila kitu mlichokuwa nacho. Nini kinatokea? Forget about result. Sisi tucha kufungwa. We are talking about performance. Nini shida? Sasa kuna mambo yaliendelea pale, sitaki kuelezea yote Abu. Lakini tulipitia pale, kila mtu alijihisi ana hatia. Kila mtu alijihisi ana deni. Mpaka tunarudi hotelini, baadhi ya wachezaji walishindwa hata kuja kula chakula cha usiku. Kabisa. Walishindwa. Kwa hiyo ikabidi sasa asubuhi pafanyike, of course usiku pakatoka taarifa ile ya benchi la ufundi, maana Roman Folz kuondoka, lakini asubuhi pakabidi kufanyike kikao cha wachezaji na viongozi kujaribu sasa kuwekana sawa saikolojia. Na tukawaambia kwamba there is no need ya kupanic. Hii ni Champions League. Unaweza ukapoteza ugenini, ukaenda kupindua matokeo nyumbani. Hakuna Mtanzania, hakuna mwana Yanga atakumbuka hii mechi ya Malawi kama sisi tutafuzu hatua ya makundi. Nobody atakumbuka tulishafungwa Malawi. Ila hii itakuwa sumu kama tutashindwa qualify. Hii itaishi. Kwa hiyo kufuta hii ni Jumamosi. Kwa Mkapa. Tukiweza kupambana maana yake hamna atakayekumbuka hii. Itakuwa Yanga tupo group stage. Hawa na uchizi sio uchizi, hamna atakayekumbuka tena. Story yetu imeisha hapa. Kwa hiyo we need to fight, tuendelee tukafight. Baada ya pale tukamaliza, tukaanza maandalizi. Na wanakuambia yani mimi nakwenda AVIC.
nazungumza na wachezaji kwenye simu na nini. Wao yani yani wana hamu Jumamosi ifike haraka, kwa sababu wanahisi mbali na vitu vyote kuna kitu hawajakifanya sawa pale Malawi na wanataka wakirekebishe. Sasa hiyo hali mimi kisha kuaga Avic Town naionaga hiyo kwa wachezaji hiyo. Naombaga tu Mungu anipe uzima na afya njema. Niamke tu siku ifike nikae zangu jukwani, nitulie. Nimuone Pacome anapopepea. Sasa turudi kwenye eneo la hamasa. Umetangaza kwamba hakutokuwa na kingine kwenye mchezo unaofuata. Nataka uingie kwenye mawazo ya wanachama ambao walituma maombi rasmi kuhusiana na mchezo huo kwamba waachiwe mashabiki waweze kuingia. Kimewasukuma kitu gani ukiachana tu na swala la matokeo? Unajua hii mechi ya Malawi ni kama sababu tu, lakini shida kubwa wala haikuwa mechi ya Malawi. Mashabiki wa Yanga walikuwa na shida na hii timu toka msimu umeanza. Nao ndio ukweli. Kwa sababu tulikuwa tunasikia maoni yao. Ndio. Timu yetu haichezi vizuri. Unaelewa? Timu yetu haichezi vizuri. Ndio ilikuwa wanakisema hicho mara kwa mara. Kwa hiyo hii ya Malawi imetokea hii. Hii mimi nimeona kama sababu tu imetokea. Yaani kama unavyosema kila kifo kila umauti una sababu yake. Na hii ndio ilikuwa sababu. Kwa hiyo wao specific wamesema klabu yetu kama Yanga. Na hii ndio ilikuwa hoja ya msingi sana mezani. Mbali na vitu vyote, uongozi ndio ulifanya tathmini ya vitu vingine, lakini wao walikuwa na jambo moja tu mezani mwao. Itakuwa ni aibu kubwa kwa club kubwa kama Young African Sports Club ikashindwa kuqualify kwenda group stage kwa kutolewa na Silver Striker. Ni bingwa Malawi, lakini we believe timu yetu ina quality kubwa kuliko wao. Ombi lao mmempa kocha Patrick Mabedi timu aiongoze kwenye hii mechi. Lakini ana siku 3 na hii timu. There is no way eti akaintroduce vitu pale ndani ya siku 3 tukaona mabadiliko makubwa. Wakasema hii timu inatuhitaji wana Yanga. Na hii ndio mechi yetu. Players wanatakiwa waone, watu wanaowasoma kwenye social media wanatakiwa waone uwanjani pale. Maoni wanayosikia huko DM wanatakiwa wawaone hao watu wamekuja, wenye timu yao wamekuja Benjamin Mkapa. Na wamekuja na ajenda ya kwenda. Kwa hiyo kama viongozi tafadhali, tunajua mna mipango mingi, mna ratiba nyingi, mna mahesabu mengi, lakini tafadhali turuhusuni watu wenye timu yao waende kupambania timu yao. Maana mwana Yanga mwenye kipato ambaye hana kabisa, mwenye kipato cha chini, kipato cha kati, kipato cha juu, as long as wewe una support hii logo, unatakiwa Benjamin Mkapa. Hapo uongozi ukaja sasa kwenye tathmini zake. Okay, sasa hapa tunafanyaje hapa? Gharama zikoje? Tathmini inapigwa. Lakini kote ukiangalia shekhe, thamani ya kushinda hii mechi huwezi kuifanyisha kichote kile. Kwa maana tutarudi pale kwenye maneno yako kwamba usiposhinda mechi hii leo itaishi mpaka msimu unaofuata ili uje ufute. A'udhu billahi minashaitani. Mwenyezi Mungu atuepushe. Mimi sioni, yani nikilala hivi sioni takavoishi sisi baada ya kutolewa na Silva. Hivi unajua sisi Yanga tuna shida moja Abu, iangalie vizuri. Sisi yani watu wanatutazamaga sisi kama Real Madrid fulani hivi hivi unajua katika domination ya Simba Sports Club katika misimu 4 aliyodominate mpira wa Tanzania, ana 2 season hakucheza group stage. Aitolewa na Odisongo hatua ya awali, aitolewa na Johnny Ngwale hatua kabla hajatengeneza mzizi sasa wa kuanza kuingia makundi. Mzizi upi unahangaika miaka 4 aliyochukua ubingwa, 2 aitolewa hatua za awali. Tunakumbuka yale matokeo. Sisi Yanga miaka 4 leo tumetoka hatua ya awali. Lakini mechi mbotea ya Malawi mbotea yani imekuwa kama sasa Yanga washafeli hawa. Labda ni kwa sababu foundation ambayo wameitengeneza wenzenu. Ipi? Hebu niambie ipi? Ipi? Hebu leo tuzungumze mimi na wewe. Maana hii agenda kila siku inazungumzwa kwamba wenzenu wana foundation kimataifa. Ipi? Hebu let's discuss. Najaribu kuleta hoja za maana watu wenye hoja sijui wana hoja gani. Lakini najaribu sasa kuwaelewa. Labda pengine wanaona Simba kuna foundation wametengeneza at least kwa miaka 3 kabla ya dominance yao haijaondoka, kwa maana ule utawala wao haujaondoka na mkao mmechukua kwa misimu 4 iliyopita. Labda
kile ambacho alikitengeneza. Unajua siku zote mtu anaondoka na jambo zuri. Yaani jambo zuri mtu ndo anaondoka nalo. Yaani imetokea kwamba Simba wamefanya vizuri misimu mitatu kabla ya utawala wa Yanga hujaanza. Pengine ndo ameichukua hiyo gia kuanzia pale. Na wakati vizuri vipi? Mimi nataka kanielewa, yani mnaga panazungukaga watu na hoja zao. Ila hawezi. Unajua kwa mfano, unaweza kusema bwana wenzenu wamecheza finali. Nyinyi hamjai kufika hapo. Wenzenu wamecheza labda semi final. Nyinyi hamjai kufika. Yaani mtu uje na mfano hai. Sisi tumekuwa timu ya kwanza kucheza finali ya CAF Confederation nchi hii. Walikuwa wamekufa, walikuwa hai. Medali nakumbuka medali hiyo umetesa nayo ile. Sana. Na hii nchi sheni nikwambia watu hujua hawajui kujivunia vitu hujua. Hii ndio faida ambayo Yanga tuko nayo. Sisi Yanga tunaweza kujivunia vitu vyetu. Yaani Yanga sisi Yanga tunaweza. Yaani tunaweza kuchukua vitu vyetu tukavipenda wenyewe. Kwenye yale majina alikuwa anasema pale mwanzo nikasahau na jina moja ambalo huwa wanakuita pia. Wanakuita waziri wa masimango. Yaani mimi nakwambia ni hivi juzi tu bahati mbaya nimefungwa tu kule Malawi. Lakini huwezi kumfunga timu ya usingizi ukao unatamba. Mimi yani kuna kitu kinikaa hapa siku ile. Mtu ana post eti bwana hii Barcelona usingizi. Sasa nimefungwa sina nguvu tena ya kuja. Unaelewa kwa hiyo wizara masimamo ikakaa imepiga shutdown. Watu wameshut kidogo imepause. Lakini ile kitu kwenye wizara ya masimango nitakuja na swali nitakuuliza kuhusiana na wizara ya masimango. Lakini kwa sasa nataka nifahamu kuhusiana na Mwalimu Patrick ambaye kwa sasa ndio amechukua mikoba kwa maana kama ni interim coach. Ukimwangalia kwa CV yake ni kubwa. Ana CV kubwa na ametoka kufundisha timu ya taifa ya Malawi. Timu kubwa pia ambayo ina profile kubwa pia kwa Afrika. Kuna maneno kwamba huyu bwana amekuja tu hapa yani akipinduka tu ndo na labda wewe ndo tuambie leo. Mmetegesha. Ulikuwa ni mtego. Baada ya mechi ya Mbeya City. Mwalimu wetu msaidizi Man Rodriguez alisafiri. Na alipokuwa kule alitumia ripoti yake akasema bwana nimepata changamoto ya afya. Hivyo sitaweza kuendelea na kazi. Kwa hiyo ilitulazimu kutafuta kocha msaidizi wa haraka ambaye angeweza kuja kureplace nafasi ya Man. Sijui sasa hiyo notion ikatoka wapi kwamba huyu Mabedi huyu anapasha kipa hapa anakaribia kuingia. Nadhani kwa sababu ya profile yake yes. Na mara kwenye taarifa yetu ya kuvunja mkataba na Roman Falls tulisema huyu ni caretaker. Kuua ile notion kwamba huyu ni kocha wa muda. Kocha mkuu anakuja. Na as we speak inaweza siku ya Jumamosi ikawa tushamalizana na mwalimu wetu. Mwalimu mpya. Huenda labda kama huenda labda akaja kuangalia mechi, akawepo uwanjani katika watu 60,000. Anaweza akawepo. Chuma ikawepo pale, you never know. Tunamfahamu au tutakuwa hatujamfahamu? Hapo bado. Basi. Yeye mwakini tu na wazungu siku hiyo. Tutaomba kamera za Azam TV ziwe makini kwa siku hiyo. Kumtafuta mwalimu mpya wa Yanga. Yes. Kwa hiyo mpaka weekend tutakuwa tumesha finalize hiyo biashara. Jana nilikuwa nazungumza na president na viongozi wakaniambia sababu normally sisi kila baada ya muda tunapeana mrejesho. Kwa hiyo idara yetu ile ya mashindano ikawa tugia mrejesho kwamba tunakaribia kumalizana na mwalimu. Na tukishamalizana kila kitu tutakupeni sasa program ya jinsi gani mnaweza mkamu announce. Kwa tukaambia haina shida. Nimependa swala la mawasiliano baina ya hizi idara. Turudi kwenye idara yako sasa ya habari na mawasiliano. Una wasaidizi wangapi kwenye idara yako? Sisi jumla kwenye idara yetu kwa watu 11. 11. Ambao unaongoza. Na kwa kiasi kikubwa wanakusaidia vipi? Unajua tunapokuja kwenye swala la hamasa ambao tulikuwa tunalizungumza hapa. Umekuwa ni miongoni mwa watu wachache ama taliuliza ili baada ya break kwanza. Twende break mara moja. Tutarejea hapa tuko na Ali Kamwe, tutakuja kuzungumza mengi ambayo tuko nayo hapa. Kiukweli hayatoshi. Mimi ni Abu Yusuf, niko na Ali Kamwe.
Na tumerejea tena, ni Wednesday Night Live, tuko na Ali Kamwe na tunazungumza mengi ambayo tumekuandalia hapa. Mimi na yeye tunakuja kuangalia, kubwa zaidi ni kuelekea mchezo wa Jumamosi hii dhidi ya Silver Strikers. Huu ni mchezo wa kufuzu kwenda hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, na Young Africans wanaingia na kumbukumbu ya kupoteza mchezo wa kwanza, lakini hii itakuwa ni Benjamin Mkapa na yenyewe itakuwa kitu tofauti. Kwa mujibu wa Ali Kamwe, anasema kwamba huu ni mchezo ambao unaenda kutoa kile ambacho kimefanyika weekend iliyopita, ama wapambane wasiweze kuinamisha vichwa mpaka msimu ujao. Sasa Ali, tulishia pale kwenye hamasa. Na nimeuliza kuhusiana na idara ambayo ina watu 11, idara ya habari na mawasiliano na klabu ya Yanga. Na katika idara hii ni miongoni mwa vitu ambavyo mnavifanya vizuri ni kuhusiana na hizi kampeni ambazo huwa mnakuja nazo. Kama timu, hii idea za kampeni huwa zinatoka kwako moja kwa moja, ama ni watu tu ambao wanakuja, bwana tutoke hivi au bosi tutoke hivi? Yeah. Tunakuwa na vikao vya ofisi nzima kwa mpango kazi labda wa mechi na ukuja. Lakini namba 2, mimi huwa nasoma sana message za wanachama. Aidha kwenye simu, na changamoto ya kupokea simu kwa sababu namba yangu hii ipo kwa watu wote. Inawezekana hapa tumekaa hapa simu inaita mfukoni hapa sana kwa sababu watu wengi wanapiga simu. Lakini message nasoma sana. Kawaida WhatsApp hata DM. Kule kuna ideas nyingi sana brother, sikwambie mtu. Unajua uko kwenye hizi position haimaanishi wewe una akili kuliko watu wote. Kuna watu wana akili lakini wamekosa tu fursa. Ni kweli. Wanaweza kukushauri. Kwa mimi nasikiliza sana hizo message. Kwa hiyo ideas nyingine natoaga huko. Idea nyingine ndani kwenye vikao. Idea nyingine kwa viongozi wetu. Ndio. Umeenda kukaa na viongozi au excom yetu, wanakuambia bwana tufanye kitu fulani. Kwa mfano kuna siku moja nitakuja kutoa hii siri, kuna siku sio leo. Nitakuja kutoa siri ya mtu aliyotoa idea sisi tu tunakunywa supu. Alitoa hiyo idea. Yaani ukimuona ametulia hivi huwezi kumdhania. Lakini ndio alitoa idea kwamba hawa Simba tuanywe supu hapa. Hawa tuanywe supu hapa. Hiyo tutaitaka kweli. Nitakuja kuambia siku moja, lakini tunatoa huko mawazo. Kwa hiyo mawazo yakishakuja sasa sisi tunaanza kuyachakata. Na mimi one of the thing ambayo najua haisemwi sasa hivi, na ndio desturi hii ya Kitanzania, haisemwi sasa hivi kwa sababu tupo hai, labda tukishakufa watakuja kusema huko baadaye. Moja kati ya kitu ambacho sisi tumetransform sana hizi idara za habari ni kuwepo na teamwork. Yaani kitendo cha Young Africa kuwa na watendaji 11 kwenye idara ya habari na wote tukawa tunafanya kazi kwenye njia tofauti kime influence la vingine kuajiri vya watu wengi pia kwenye idara zao. Wengi sana. Kuna wapiga picha mjini. Zamani ilikuwa msemaji unatakiwa na laptop na kamera yako. Basi. Kwenye mechi unapiga picha, una edit, unaenda kuhojiwa. Lakini sasa hivi tumeonyesha kama Young Africa kwamba hii ni idara. We need professional tofauti kuwa pale. Ukiachana tu na hilo pia mnaipa thamani pia hii tasnia yetu ya habari pia. Kabisa. Yani tumefanya sasa hivi, mimi nakwambia kuna vijana wameajiriwa hapa katikati kwenye hizi timu. Mungu tu ameniumba na tabia kutokuwa na tabia kusema sana vitu vya watu, yani mimi na utani mwingi, lakini when it come to issue serious na acha wamenitumia message. Sasa hivi mtandaoni ukipita wananisema kwenye mambo yetu ya Simba na Yanga wananisema, lakini wapo wamenitumia message wakishukuru. Ndio. Bwana, planning zako zinasaidia na sisi tunaanza kwenda. Zinasaidia na sisi watu wanakuja wengi. Fuatilia, kuna watu sasa hivi vilabu vingi vimeajiri watu. Nilisimamia hilo na engineer na viongozi wakanisupport. Ili pato ndio na watu. Kwanza unapata fresh ideas mbalimbali, unakuwa na idara yenye vichwa vingi. Lakini pia ni riziki shekhe. Huwezi kuwa tu wewe msemaji basi wewe ndo msemaji, wewe ndo kila kitu. Hapana. Kwenye mawazo na idea hapo ambapo unapazungumza. Huwa kuna idea hizi sisi unazitoa wapi hali? Aviola. Mai wetu. Hii mai wetu ililetea shida na mzee Kamwe. Unajua siku namsikia anahojiwa kwenye social media hivi. Anasema huyu mtoto huyu. Kwa hiyo kama mai wetu Simba na mimi ndo mai wake sasa. Nikajua utani bwana. Bwana mzee kakaa nalo sikuwa anapiga simu dada yangu bwana. Wewe mbona mzee analalamika, sasa shida nini? Anasema kwa mitandao unamzahilisha mtamai wako.
Sasa nikamwambia kwanza umeniwahi, tulikuwa na swali kuhusiana na Mzee Kamwe hivi. Huwa ni unapata ugumu kiasi gani kudili na Mzee Kamwe unapokuwa swala la Simba na Yanga? Mwanzo tulikuwa tuna shida sana. Miaka yangu ile wa kwanza ule, tumegombana sasa. Hiyo niwe mkweli, tumegombana sana na mzee. Yaani tumegombana kwa sababu kuna wakati mimi pia of course nilikuwa natafuta experience ya kazi na yeye yupo kule, yeye ndo umaarufu umempitia sana, yeye ndo kaanza. Siku moja nikupe kisa, nakumbuka ile issue ya Pacome ile. Nikatangaza kwamba watu wapake bleach. Nakumbuka wapake bleach Pacome Day, mechi na Belouizdad. Mtu wa kwanza kuni criticize alikuwa Mzee Kamwe. Alafu alini criticize sio kwa issue ya Yanga, personal. Yule unajua hana akili yule mtoto. Niyo si mnamuonaje wewe? Sasa unajua nikampigia simu. Kwa na sugar siku hiyo, na sugar hatari. Sababu wazo unajua ukisha criticize na umenitoa akili, maana yake unaua wazo langu. Nikampigia simu. Nikamwambia mzee, samahani bwana. Umesema mimi sina akili. Na umekuwa na mashaka na malezi yangu. Mimi naelewa na nani kwani? Maka hizi akili hizi kuna sehemu nimezitoa. Unajua alicheka sana. Sawa ni ya Ali Kamwe na mzee wake Mzee Kamwe. Tulikuwa tunazungumza tu hapa. Unajua uona utani hapa na pale pia hasa mitandaoni. Mzee wake pia nao ni maarufu. Sawa, kaupata kwangu, weke vizuri. Kautoa kwako. Maarufu kautoa kwangu. Hana huo maarufu. Kautoa kwa Mzee Kamwe hapo. Sawa. Tukumbuke Ali Kamwe wakati unatoka Azam Media ilikuwa ni umeingia kazini Septemba 22 kwa maana Young Africans, na tukizungumza hivi sasa utakuwa na miaka 3 na mwezi mmoja bila shaka. Imekuwa safari ya aina gani tangu umejiunga na Young Africans mpaka sasa? Sio safari rahisi. Ni safari ngumu. Kwanza decision ya kutoka Azam kwenda Yanga ni miongoni mwa decision ngumu ambayo niliwahi kuifanya. Lakini baada ya muda kidogo nimerealize ilikuwa ni decision bora pia kuwahi kuifanya. Ilikuwa ngumu kwa sababu ya dhana ambayo ilikuwa inazungumzwa na hata wazazi wakawa wananiambia hivyo kwamba hapo Yanga hapo siku mkifungwa tutakufukuza asubuhi tu hapo. Huku naacha ajira yako na umeshaanza kujijenga, umeshaanza kufahamika, watu wanapenda kazi zako. Kwa hiyo ilikuwa ni 50-50. Lakini baada ya kwenda nimekaa miaka 3, hata nikitoka leo sina nitakachojutia kwa sababu nimekuwa na miaka 3 bora kwenye kazi yangu. Kitu ambacho nitakisema kwa ufupi tu kuhusu karia hii ya usemaji. Tusijifungie sisi vijana. Chances zipo. Sawa, mimi nataka uzungumzie mechi kuhusiana na mechi ya Jumamosi hapo tumalize kabisa hapa Wednesday Night Live leo ambayo tumekuwa nayo hapo. Na basi kufikia hapo tunafikia mwisho wa Wednesday Night Live leo, ikiwa ni kuelekea tu mchezo ambao tulikuwa tunazungumzia hapa kati ya Young Africans dhidi ya Silver Strikers ambao utachezwa Jumamosi hii. Na miongoni mwa mambo mengi ambao umeyasikia hapo, pia tumezungumza mambo mengi kuhusiana na Ali Kamwe yeye mwenyewe kama yeye, idara yake, na mambo mengine mengi kuhusiana na Young Africans. Hadi wakati mwingine, mimi Abu Yusuf tulikuwa hapa kwenye Wednesday Night Live. Endelea kutazama Azam TV.